Bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele, bila kusahau kulike, kucomment na kushare. Hii ni Umela Media. Swali linalopita kwenye vichwa vya watu wengi kwa hivi sasa ni kwa nini bado China na Urusi hazijaweka mguu kwenye hii vita inayoendelea kati ya Iran. Hani kwa maana kwamba Marekani, Israeli dhidi ya Iran. Sasa Iran ikiendelea kushambuliwa, je, washirika wake Urusi na China wataingilia kati? Naamini pia inawezekana tu hilo swali umejiuliza. Basi hapa nimekuletea majibu kulingana na makala ambayo imeandikwa na shirika la utangazaji la Uingereza BBC katika tovuti yake. Msomaji wako ni Jires Umela na hii ni Umela Media. Unaweza ukabonyeza neno subscribe hapo ili wewe unazipata taarifa zetu zote pindi tu tunapokuwa tumeziweka. Turudi kwenye swali letu bwana. Iran ikiendelea kushambuliwa, je, washirika wake Urusi na China wataingilia kati? Kwa kuwa Uingereza imeruhusu Washington kutumia kambi zake za anga kufanya mashambulizi ya kinga wakati wa vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran, umakini umeendelea kuwa kwenye usaidizi ambao Tehran inaweza kupokea kutoka nje ya nchi. Urusi na China zote zinaimarisha uhusiano imara wa kidiplomasia, kibiashara na kijeshi na jamhuri hiyo ya Kiislamu, lakini mgogoro wa sasa utaamua ni kwa kiasi gani ziko tayari kuiunga mkono. Urusi imeiunga mkono Iran kwa uwazi, lakini bado msaada wake ni mdogo. Jibu la Moscow kwa mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran limekuwa kali lakini lenye mipaka, likionyesha hasira na mshikamano na Tehran, huku likiepuka kwa uangalifu hatua yoyote ambayo ingeingiza Urusi moja kwa moja kwenye mzozo huo, kulingana na Sergei Koryanshko, mwandishi wa habari wa BBC katika idhaa ya Urusi. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alielezea kukatishwa tamaa kwamba licha ya mazungumzo kati ya Washington na Tehran, hali hiyo imezidi kuwa uchokozi wa moja kwa moja. Aliongeza kuwa Moscow ilikuwa ikiwasiliana mara kwa mara na viongozi wa Iran na mataifa ya Ghuba yaliyoathiriwa na ongezeko hilo la mapigano. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi ililaani kile ilichokiita uchokozi usio na sababu dhidi ya Iran uliofanywa na Marekani na Israeli, na kulaani kile inachokiona kama mauaji ya kisiasa na uwindaji wa viongozi wa mataifa huru. Siku chache zilizopita, Rais Vladimir Putin alitoa salamu zake za rambirambi kwa rais wa Iran Masoud Pezeshkian kwa mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, akiita kitendo hicho ni ukiukwaji wa utu wa ubinadamu na sheria za kimataifa. Hata hivyo, Kremlin imeepuka dhahiri kufanya ukosoaji wa kibinafsi dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump, na inaendelea kueleza shukrani yake kwa juhudi za udhamini wa Marekani kuhusu Ukraine. Hiyo kwa maana kwamba kwa hivi sasa bwana, Urusi na wao kuna namna kama wanaogopa kuikosoa Marekani moja kwa moja, kwa sababu kuna msaada ambao inautoa katika vita inayoendelea dhidi ya Ukraine. Inaonekana pia kuna maslahi ambayo Urusi anapata kwa Marekani, na katika mahojiano ya hivi karibuni Peskov alieleza wazi kwamba Urusi inajiamini yenyewe zaidi ya yeyote na kujitetea na kulinda maslahi yake. Maslahi haya yanaelezea kwa nini msaada wa Urusi kwa Iran uko kwenye maneno zaidi kuliko vitendo. Ingawa Tehran imekuwa mojawapo ya washirika wa karibu zaidi wa Moscow tangu uvamizi mkubwa nchini Ukraine, akitoa ndege zisizo na rubani kwa maana drones, na kuwasaidia Urusi kubuni njia za kuepuka vikwazo vya Magharibi, amefafanua mwandishi wa BBC huko Urusi. Mkataba wa ushirika wa kimkakati kati ya Urusi na Iran uliosainiwa Januari 17, 2025 si mkataba wa ulinzi wa pamoja. Moscow na Teherani wameapa kushiriki taarifa, kufanya mazoezi ya pamoja na kulinda usalama wa kikanda, lakini hawajatangaza ahadi ya kuwalinda kwa kila mmoja endapo wangeshambuliwa. Uhusiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili pia umedhoofika na biashara kadhalika kati ya dola bilioni 4 hadi 5.
Hata hivyo, uhusiano wa kijeshi na viwanda unaimarika. Mnamo Februari, Financial Times ilitangaza makubaliano makubwa ambapo Urusi ingetoa kwa Irani mifumo ya ulinzi wa anga ya mkononi wa Velba yenye thamani ya euro milioni 500. Irani imepokea ndege za mafunzo ya aina ya Yak 130, helikopta za kushambulia kwa maana Mi-28 na inasubiri ndege za kivita Su-35, lakini Urusi bado haijatoa mfumo wa Velba. Kwa Moscow, Irani ni muhimu sana kuiacha bila msaada, lakini sio muhimu vya kutosha kupigana kwa ajili yake. Uwiano huu unaweza kubadilika, lakini kwa sasa ushiriki wa Urusi unaonekana kubaki kwa kauli zaidi kuliko vitendo. Sasa jukumu la China katika kunusuru uchumi upoje? China imekashifu vikali mauaji ya Ayatollah Ali Khamenei, huku Beijing ikiendelea kupinga mikakati ya Marekani ya kubadilisha utawala katika nchi mbalimbali duniani. Kwenye msingi wa uhusiano kati ya China na Irani kunapatikana ushirikiano wa kiuchumi, anaeleza Shao Yuan wa kitengo cha Global China cha BBC World Service. China ndiyo mshiriki mkubwa wa kibiashara wa Iran na mteja wake mkubwa wa nishati. Licha ya vizuizi vikali vya Marekani dhidi ya Iran kwa miaka mingi, Beijing imeendelea kuwa mpiga debe wa uchumi wa Tehran, ikinunua mafuta kwa wingi kwa bei zisizopunguzwa kupitia mtandao wa meli za giza, meli zilizoandikwa vibaya ili kuepuka vizuizi vya kibiashara. Mfano ni mwaka 2025 ambapo China ilinunua zaidi ya 80% ya mafuta yaliyopelekwa Iran, na mapato yaliyozalishwa na ununuzi wa China yaliwasaidia wa Iran kuimarisha uchumi wao na kufadhili matumizi ya ulinzi hata wakati masoko ya magharibi yalipofungwa. Makubaliano ya kimkakati ya miaka 25 yaliyosainiwa mwaka 2021 yameimarisha uhusiano huu, yakiahidi uwekezaji wa mamia na mabilioni ya dola za Marekani kutoka China katika miundombinu na teknolojia ya mawasiliano ya Iran. Sasa mkakati wa muda mrefu wa China ni upi? Kihistoria, China imekuwa ikichukua msimamo wa kujizuia na kutoa wito wa kupunguza mvutano kati ya Iran, Israel na Marekani. Katika migogoro mbalimbali, China imekuwa ikipinga kile inachokiita uingiliaji wa nje, kauli iliyolenga zaidi sera za Marekani katika eneo hilo. Wakati wa mapigano ya siku 12 kati ya Israeli na Iran katika majira ya joto ya mwaka 2025, China ilisisitiza haja ya mazungumzo na utulivu. Hata hivyo, haikuwahi kupendekeza kuingilia kijeshi moja kwa moja, bali ilijikita katika msimamo wa kidiplomasia. Katika mizozo ya awali, China iliwahi kutumia au kutishia kutumia kura yake ya turufu kupunguza au kudhoofisha maadhimio yaliyolenga kuishinikiza Tehran. Mkakati wa Beijing umekuwa ni kuifanya Marekani ibaki kujishughulisha na Mashariki ya Kati bila kuruhusu hali ya kufikia kiwango cha kuanguka kabisa kwa eneo hilo. China ina maslahi ya kiuchumi hasa katika nishati, hivyo haitaki machafuko makubwa yatakayopandisha bei ya mafuta duniani. Kuibuka kwa utawala unaounga mkono magharibi mjini Tehran kungekuwa pigo kubwa la kijiografia kwa China. Iran ni mshirika muhimu wa kisiasa na kiuchumi, na pia ni mwanachama wa BRICS pamoja na Shanghai, jambo linaloimarisha ushawishi wa Beijing na Moscow. Iwapo hakutakuwa na uvamizi mkubwa wa kijeshi dhidi ya Iran, kuna uwezekano miundo ya kisiasa na kijeshi ya nchi hiyo ikaendelea kuwepo. China itaendelea kucheza mchezo wa muda mrefu, tayari kushirikiana na yeyote atakayemrithi kiongozi mkuu, huku Urusi nayo ikitafuta maslahi yake binafsi. Sasa wewe una mtazamo gani au una maoni gani kuhusiana na sakata hili, kwamba licha ya China na Urusi kuonekana kwamba ni washirika wazuri wa Iran, lakini bado hawajitaka kupeleka majeshi kwenda kutoa msaada dhidi ya Israeli na Marekani? Nipe maoni yako hapo. Tumeona pia Venezuela amenyakuliwa Nicolas Maduro, lakini bado mataifa haya mawili kwa maana China na Urusi haya kutoa msaada wa moja kwa moja katika kumnusuru kiongozi huyo.
Weka maoni yako hapo chini nami nitasoma, lakini vile vile usisahau kubonyeza neno subscribe. Hiyo itakuwezesha kwa kwanza kuzipata taarifa zetu zote pindi tu tunapokuwa tumeziweka kupitia hapa Umela Media, na mambo yatakwenda vizuri zaidi.